Watoto katika shule ya chekechea ya Nyantaro eneo la Kitutu huenda wakakosa kwenda shuleni hapo kesho kutokana na mazingira mabaya shuleni humo. Mbali na kuwa wanafunzi hao wanalazimika kusomea chini ya miti, mvua ilionyesha hii leo imetatiza masomo yao, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Crispin Otieno. Ni shule ya chekechea ndani ya shule ya msingi ya Nyantaro, maeneo ya Gesima, Kitutu, Masaba, kaunti ya Nyamira. Taifa linapoendelea na mjadala wa jinsi ya kuboresha elimu kwa wote nchini, watoto hawa katika karne hii wangali wanavumilia kijibaridi ndani ya kibanda hiki chini ya miti, sababu ikiwa ni ukosefu wa madarasa. Hofu ya madarasa kuporomoka inaonekana kwenye nyuso za kila mwanafunzi hapa, ila hawajui wa kuchukua majukumu. Tulijaribu paka chuo chini, tukaenda tukachenga shed tu ya mabati. Walimu wanakaa kwa wawili, wengine wanaangalia nyuma, wengine wanaangalia mbele. Hasa kwa hivyo tuko na shida. Tunasikia tumeandikiwa 2.1 allocation million. Nowhere to be seen. Sasa watoto wetu watakaa wapi? Hata watoto wengine wametoroka kutoka shule. Elimu yao ya msingi tayari inayumba pindi tu waliposajiliwa rasmi ndani ya shule hii. Cha kushangaza ni kwamba viongozi mbalimbali kutoka Nyamira wamekuwa wakizuru shule hii, ila kila mara ni ahadi tu zisizotimia. Watoto wangu wanasoma hapa wote. Kila siku jioni anakuja analia miguu matobe kakinyaribu. Tusaidie sasa kama wazazi, tunalia kwa hii shule yetu. Hiyo pesa alitenga ya uchi atutujengee class, watoto wasome wasikuliwe na nyoka. Baada ya kuzuru shule hiyo Jumanne, mvua ilinyesha hapa, na hizi ndizo picha za hali ilivyokuwa, ishara tosha kwamba masomo hayataendelea Jumatano kwa wanafunzi wa PP1 na wale wa PP2. Juhudi za kuzungumza na waziri wa elimu kaunti ya Nyamira hazikufua dafu, wala simu zetu na arafa hazikujibiwa siku kutwa. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.